Niko mbele yenu kwa ajili ya kutangaza ratiba ya ligi kuu. Ligi kuu ya Tanzania tumepanga ianze Agosti 23. Lakini kama kawaida, kabla ligi haijaanza itatanguliwa na mechi ya ngao ya jamii kwa maana ya Community Shield, na tunatarajia kumaliza ligi mwakani mwezi wa 5 tarehe 24 ndio tutacheza raundi ya 38. Kwa ratiba yetu imeangalia masuala mbalimbali. Ya kwanza ni mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa maana ya CAF Champions League, CAF Confederation Cup. Tumeangalia zile official dates au kalenda za international friendly za FIFA. Tumeangalia vile vile AFCON qualifiers ambazo zitaanza Oktoba kwa ajili ya 2021. Lakini vile vile tumeangalia Azam Sports Federation Cup kwa maana ya timu za Premier League zitaingia kipindi gani. Lakini vile vile tumeangalia Sekafa Senior Challenge Cup. Tumepata ratiba ya Sekafa kama mashindano yatafanyika lini, na tumeconsider vile vile mashindano ya kwa sababu ya ratiba yetu ilivyo na mechi zilivyo nyingi, kwamba tumeconsider mashindano ya Mapinduzi Cup kwa maana ya zile timu ambazo hazitakwenda kwenye Mapinduzi Cup mechi zao zitapewa tarehe nyingine. Ndio ukiangalia ratiba zitaonyesha TBA. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tumeangalia kwa upande wa kalenda, lakini masuala mengine ambayo tumeyazingatia ni movement ya timu. Of course tunajua ligi ya timu 20, safari ni nyingi, Tanzania ni pana. Kwa hiyo tumetoa uwiano wa kuangalia timu ikienda upande mmoja, ikipata mechi chache ziwe mbili, kusudi kirudi na kwenda upande mwingine. Kwa kuangalia ufuzi, kimsingi hoja ilikuwepo ni kwamba resources, kuzipunguzia timu gharama za uendeshaji kwa maana ya kusafiri na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo nao tumeliangalia kwa upande huo, lakini vile vile tumejitahidi sana ku minimize mechi za Dar es Salaam. Tutaona fixture iliyopita ilikuwa inaonyesha timu moja labda inacheza mechi 10 au 9 Dar es Salaam, ingawa fact bado ni ile ile kwamba timu inaweza kaa iko Dar es Salaam lakini inacheza kama away team kutokana na Dar es Salaam na Pwani kuwa na timu vile vile za Premier League. Kwa hiyo utaona fixture ikisoma labda JKT Tanzania na Simba, kwa sababu washabiki wengi wanaiangalia Simba na Yanga, watahesabu Simba inacheza Dar es Salaam, lakini ukweli ni kwamba JKT nayo ni timu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa uwiano hiyo tumejitahidi sana. Sio rahisi sana kuiondoa yote hiyo ionekane kwamba timu inacheza mechi 4 tu Dar es Salaam imetoka. Vitu vya namna hiyo vitakuwepo. Kwa hiyo ligi kama nilivyosema tutaanza tarehe 23, lakini tutaanza kwa mechi moja kwa maana ya ufunguzi rasmi wa ligi ambayo itakuwa ni mechi namba 1, itakuwa JKT Tanzania na Simba. Baada ya hapo tarehe 24 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, tutakuwa tuna mechi za Mbao na Alliance, Mbeya City na Tanzania Prisons, Namungo na Ndanda, Police Tanzania na Coast Union, Biashara United Mara na Kagera Sugar, Mwadui Football Club na Singida United, Lipuli Football Club na Mtibwa Sugar. Na tarehe 28 tutakuwa tuna mechi Young Africans na Shooting, na tarehe 29 itakuwa ni KMC na Azam. Hizi ni mechi za raundi ya kwanza, lakini vile tumeiangalia ratiba kwenye zile mechi za mwisho. Mechi za mwisho tulikuwa tuna changamoto kama misimu miwili mfululizo kwamba Mbeya City na Tanzania Prisons walikuwa wanagongana pale Sokoine. Kwa hiyo timu moja inalazimika kutafuta uwanja mwingine kwenye mechi ya mwisho, sababu utaratibu wetu wa mechi za mwisho timu zote zitacheza siku hiyo na kwa muda mmoja. Kwa hiyo tumeangalia ratiba. Kwa hiyo this time around hakutakuwa na kwamba timu inalazimika kutafuta alternative venue kwa ajili ya mechi yake ya mwisho. Kwa hiyo ndio masuala ambayo tumeangalia, na kama nilivyosema toka awali kwamba tutaanza hiyo Agosti 17 kwa mechi ya Community Shield. Kwa ratiba mpatia Ndimbo atawasambazia kwa maana ya kwenye electronic format.
Je, una ndoto kuwa na ujuzi wa masuala ya urembo? Timeless Training Center ni chuo pekee kinachotoa mafunzo ya urembo. Tunapokea watu wote wanaohitaji kujifunza pasipo kuangalia kiwango cha elimu ya mtu alionayo. Tunao walimu wenye utaalamu hali ya juu katika ufundishaji. Kwa muda mfupi utakuwa na uwezo wa kujihudumia na kuwahudumia watu wengine. Pia hii ni fursa kwa wanaohitaji kujiajiri au kuajiriwa. Mafunzo yanayotolewa ni kufanya makeup aina zote, kama vile kujipamba mwenyewe, kupamba watu wengine kwa muonekano nyakati zote, kupamba maharusi, mitindo yote ya nywele, kusuka, kushonea weaving, kufunga vilemba, urembo wa ngozi na kucha. Fomu za kujiunga zinapatikana Timeless Beauty Clinic, Sinza Bamaga, karibu na Hongera Bar. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719636755 au 0688636755 au tembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook Timeless Training Center, na katika tovuti yetu ya www.timeless.co.tz. Timeless Training Center. Be different.